Haya ni maandalizi kwa ajili ya milipuo. Yaani kama unataka kumlipua mtu, kupasua moyo wake, huyo mtu asilale kwa ajili yako. Haiwezekani mtu anakutesa. Hiyo ndio weka hii dawa inaitwa tinginya, mpasua miamba. Lakini pia lazima uwe na dawa. Umeona hii ndio runguta. Dawa za Nsamba, wajuzi wanajua habari za hizi dawa. Muulize Sayyid al-Hidhiri, ama Ahmed Sharif atakupa habari zake Dar es Salaam pale. Hizi dawa zinapatikana ofisi yetu pale Mbagala Misheni, utakutana majambo kama haya. Lakini umeiona hii ni kasela. Hii ni kasela ya bara, inatembea hii. Utatia kasela yako, lakini hakikisha katika dawa zako umeweka chumvi ya mawe, umeweka mlipu, umeweka mpapatiko, umeweka karafu maua, umeweka mwenda, umeweka baruti. Kisha umeweka dawa zako zote zile ambazo unajua za kulipua muharaka na zingine. Ukishatia dawa zako, andaa jiko la moto mkali. So weke jiko lako lenye vimoto vya ajabu. Weka moto mkali, tia nia zako. Mwambie wewe mwanaume mshenzi, mwanaume wewe uone hata haya. Miaka yote hiyo umenipotezea muda, miaka 10. Leo hii unaniambia mimi sifai, unaniambia mimi hunitaki, unataka uniache mimi. Umempata mwanaume wako huko, unaona mimi sifai. Umeshanizalisha, alafu leo unaona mimi kama si chochote si lolote. Sasa kuanzia sasa hivi mwanaume mimi nakulipua, mlipue katika moto. Mwambie wewe fulani nakulipua, naunguza moyo wako, naunguza akili yako. Naunguza akili yako, nakuomba urudi hima, usile wala usilale, uje kwangu hima. Mwambie kabisa kwamba wewe fulani bini fulani na kuchoma moyo wako, usilale kabisa. Muda wote unifikirie uniwaze nini, alafu uone habari zake. Hii ni mjadala. Haya majambo hainaga kubahatisha. Ukiona siku 7, siku 21 mpaka siku 30 hujapata majibu, basi jua una shida zako au una vingine katika mwili wako, au unanivuta basi ana mtu, basi farakanisha alafu ufanye jambo hili. Hii haina kubahatisha, hii ni mujarabati sahihi, yani mlipue mmoja fulani na kulipua alafu uone habari zake. Hii ni mujarab kabisa. Haya ndio malipo, kusikia malipo ndio haya.